Kona Kuze. Wewe mtoto wa mtabiri, kwa nini unanijaribu? Unadhani mimi ni dhaifu kama unavyodhani? Ndiyo, nilizani wewe ni legelege, kumbe una nguvu sana. Oh, kumbe mnatambua kama mimi nina nguvu. Sasa swali langu liko hivi, ikiwa mnatambua mimi nina nguvu na wewe tayari una nguvu kama zangu, na tumejaribu hapa na wote tumedondoka chini, hiyo ni dhahiri kuwa wewe nguvu zako na nguvu zangu zinalingana. Sasa ni kwa nini mnataka mimi nisaidie kijiji hiki msikisaidie nyinyi? Hii imekaaje? Kwa sababu wewe ni kijana mbarikiwa mwenye damu safi. Watu wangu, mizimu zangu, najua nimewakosea sana, ila siku ya leo niko mbele yenu tena kwa kuwaombeni muweze kunitibia mtoto wangu huyu, ambapo mimi nimeshindwa kumtibu kwa sababu sina nguvu hata kidogo. Ninawaombeni muweze kunisaidia, mniponyeshe huyu mtoto. Naombeni sana. Timulomba watuku bane ikulu nikuna naki. Mzee Kivuli, cha kwanza unatukosea. Umediliki kwenda kutumia nguvu ya sanda nyeusi na kuacha uhalisia wa nguvu zako za mizimu yako. Sasa basi, sisi hatuna uwezo wa kumtibu huyo mtoto wako isipokuwa kijana mbarikiwa mwenye damu safi ambaye ni Kona Kuze. Sasa nimejua kitu. Kona Kuze, sisi bila wewe hatuwezi. Wewe bila sisi hawezi. Sawa, nimekuelewa. Wacha niende huko mara moja. Kuna jambo naenda kulifanya. Nitakapokuwa na shida ama wewe utakapokuwa na shida, usisite kunisemesha. Sawa? Huyo ndo anayeweza kumtibu mtoto wako na kumweka kuwa sawa. Na jambo lingine Mzee Kivuli, tukufahamishe, pengine wewe unaweza kuwa ulifahamu, Kona Kuze kwa sasa ni mtu hatari sana.
sio mtu wa kuchezea hata kidogo, kwani kwa sasa namiliki sanda nyeusi. Hivyo basi, kumpata sio rahisi kama mnavyodhani. Unachotakiwa kufanya kwa sasa, kuna kijana ambaye anaitwa Kendrick. Hakikisha kabla haijafika saa 12 kijana huyo awe ameshazika. Kabla ya kuzika ndipo utaweza kumpata kwa unakuze kwa urahisi na kuweza kumdhibiti ili upate nguvu ya sanda nyeusi. Simama. Wow, baba. Mwanangu. Jamani. Habari za siku? Nzuri, shikamoo baba. Baba, ujambo? Jambo. Za huko ulikokuwa? Nzuri. Za siku nyingi. Nzuri. Ndiyo. Mbona ulinipigia simu kwamba unakuja jana na nikajiandaa maandalizi safi kwa ajili yako? Najua ugeni huo. Ulipata shida yoyote? Hapana baba, hakuna shida yoyote. Nilikuwa na notice nilikuwa namalizia kuandika. Hata hivyo sio mbaya sana. Sasa nishafika. Sawa sawa. Vipi baba, mbona tumekutana huko mkuku? Unaelekea wapi? Naelekea msibani. Kuna kijana wa hapo jirani aliyekuwa anaitwa Kendrick. Leo siku ya 3 amefariki. Na leo ndio tunaenda kumstiri. Kendrick amefariki? Vipi? Naona umebadilika ghafla baada ya kusikia taarifa hizi. Hapana baba. Hakuna shida yoyote. Nipo sawa. Lakini usijali binti yangu. Hiyo ni mpango ya Mwenyezi Mungu. Na mipango ya Mwenyezi Mungu huwa haina makosa kabisa. Tangulia nyumbani nitakukuta. Sawa baba. Linda sipo nyumbani? Binti yangu, ni historia ndefu sana kuhusu Linda. Sasa hivi ni muda mrefu sana tangu yeye kupotea. Alipotea kwa mazingira ya kutatanisha. Tangu apotee, sijawahi kumuona machoni mwangu. Na huyo kijana aliyekubeba ndiye ninayemhisi kuwa yawezekana anahusika kwenye upotevu huu. Kwa sababu yeye ndio alikuwa na mahusiano naye kwa muda mwingi na niliwahi kumzuia. Linda tena? Dada yangu mimi. Shit. Mbona vile nimekuja na mkosi? Afu baba kabisa unajua dada yangu amepotea. Lakini upo tu. Hata kunipa taarifa hamna. Jamani mimi. Mungu wangu. Binti yangu, ni historia ndefu. Ngoja nikupe funguo mwanangu ili utangulie nyumbani. Ili mimi niende msibani. Nitakukuta ili tuzungumze zaidi. Ninayo mengi ya kukueleza mwanangu. Na kuomba utangulie ili ukakuta tunaandaa. Na kuja mimi nitakukuta niende tukamstiri kijana wetu.
Sasa vijana, naona sasa umefika. Huyu marehemu alikuwa anatakiwa azikwe muda wa saa 6 na muda sasa tayari umeshafika. Kinachofuata kwa hapa basi ni kubeba mwili wa marehemu na kwenda kupeleka kwenye nyumba yake ya milele ili akapumzike akiwa salama. Vijana, fanyeni sasa utaratibu, tubebe mwili tupeleke malaloni. Sawa? Haya. Hapana kuzika. Nisikilizeni kwa makini nyinyi nyote. Mwenyezi Mungu pekee ndiyo mwenye mamlaka ya kuchukua binadamu pale anapokuwa amemaliza wakati wake na sio kwenye hila za binadamu. Sasa basi, nadhani mnanisikia. Ninasema hivi, hakuna mtu kuzikwa mahala hapa. Kijana, sijui umetokea wapi. Ni kijana mdogo sana wewe. Umetoa wapi ujasiri wa kuambia watu na kuzuia kwenda kustiri mwili wa marehemu? Hajafa. Ni siku leo ya 3. Hatunaye huyu mtu. Halafu unatuambia hajafa. Ujipende. Wewe kijana, unaposema mwanangu hajafa una maana gani? Na wakati mwanangu ana siku 3 sasa amekufa. Au wewe ndio mchawi mwenyewe? Ondoka! Nasema ondoka! Sasa sikieni, hii ni dharau. Hii hapa hela yako. Jamani, hela nini tena? Hivi kuniangalia mimi bolingo naweza kachukua pesa ya mtoto mzuri kama wewe? Hapana, naweza mimi stai kwa Mungu wangu. Katika siku kama nafanya kazi zangu vizuri, moja wapo ni leo. Kubeba mtoto mzuri kama wewe. Lakini kama mmeumbika sana. Sijui rumwa mchana, sijui usiku. Sijui kwenye likizo, sijui hata kazini. Da. Halo. Mungu akupendelea sana. Yaani kwa siku ya leo. Tajipongeza kujipongeza. Maana nimekuwa kama mtu mwenye bahati. Kwa hiyo baki tu na hiyo pesa itakusaidia matumizi mengine. Wewe ni shenzi kweli wewe. Tuliyekutana pale njiani ni babangu. Kaniambia taarifa zako zote za kuhusu upotevu wa dadangu Linda. Hebu vijana, bebeni huu mwili twende tukastiri. Toto mdogo unakuja kuzuia msafara wewe. Bimbili kotit. Beba mwili. Nisikilizeni kwa makini nyinyi nyote. Atakaye subutu kugusa huu mwili, basi hatoliona jua la leo. Na kama mtafosi kuzika, basi jua la leo litakuwa usiku, usiku utakuwa mchana. Anakuja yo. Anakuja yo. Anakuja yo. Anakuja yo. Mama.
Kendrick, mwana wa Nyandu, amka. Anakuja yo, anakuja yo, anakuja yo, anakuja yo. Mama na wewe unahusika. Sasa muda nitakaoishi kwenye hii kijiji, ikitokea yani muda ninaofuatilia jambo la kuhusu dada yangu Linda, walai na kuapia, ikitokea na wewe unahusika, hiyo siku miti itaongea. Utajua haujui na utanijua kama mimi ni nani. Na ukitaka kujua upande wangu wa pili, omba sala zako zote nisije nikajua kama wewe ndio unahusika kwenye upotevu wa dada yangu Linda. Nitakufanya kitu hamna. Umbafu mkubwa wewe. Shenzi, muone. Toka kwanza kwetu, maana nitia kichefuchefu. Yaani nimepigwa kofu, tafikiri nimepigwa na nani sijui vile yani. Tuta na mkono mlaini. Nikimpata huyu mtoto hapa kijijini kizima, nitakuwa nyoshia bolingo ni mwamba. Sikatai ndio. Linda alikuwa ni mzuri hapa kijijini. Ila hii kubwa kuliko. Ila kijaribika kitu. Ila kingine huyu mzee nyota huyu. Huyu mzee nyota huyu anataka kunipanda kichwani malololo. Haiwezekani ampe stories zilizopita binti yake. Kwa kumaanisha nini? Sasa ni hivi mzee, nakwambiaje? Raundi ile ulinifukuza na jembe, raundi hii jipange. Ndio nashoka nini? Mimi niko hapo. Kila siku saa moja niko hapo. Simtume dukani. Na ile yenyewe nachukua hii. Niachia. Alafu jioni niko hapo. Nakusubiri ndi uende kigengea.